Naam, Majidi, mpaka sasa tunaweza tukasema nani amefanikiwa kati ya pande hizi mbili? Swali zuri, na huwa linakuja hilo swali mwisho kabisa. Vita huwa linaulizwa nani kashinda, nani kashindwa. Na vita siku zote aliwahi kusema Mwalimu, baba wa taifa, vita si lele mama. Lakini wanasema pia vita vyote duniani vilianza vikaisha. Sasa vinaishaje? Ndio huwa linakuwa swali. Miaka minne imepita, tarehe kama leo miaka minne iliyopita ndio vita vilianza. Kachambua sana, lakini kubwa kabisa vita havijaisha bado na vitegemewi kuisha haraka. Leo tarehe 24 Kalakaras, yule waziri wa mambo ya kigeni wa Umoja wa Ulaya na mwenzake von Leyen wanakwenda Kiev wakiwa hawana hakika. Haijapitishwa ule msaada mkubwa wa dola euro bilioni 90, ila nyingi sana Lugendo. Lakini hawajaweza pia kupitisha Ulaya vikwazo vya mara ya 20 dhidi ya Urusi, kwa maana ya Slovakia na wenzao wa Hungary, wanachama Umoja wa Ulaya. Wao wameweka veto, wamekataa, na Ulaya lazima sote tukubaliane na kila ambacho mnaamua. Kwa hiyo vita hivi kwa Ukraine inahitaji pesa nyingi sana, na sasa hivi itakuwaje kutokana na zuio hilo hatujui, lakini ni swala la Ulaya wenyewe. Vinginevyo ni vita ambavyo kuuliza nani kafanikiwa, vita ambavyo vimekuwa na madhara kwa pande zote mbili, na sioni dalili za mwanga wa kuisha kwa haraka. Ukisema hapo kwamba ni vita ambavyo vimeonyesha madhara kwa pande zote mbili, lakini Mrusi hajashambuliwa kwa kiasi kikubwa nchini mwake, zaidi ya maeneo tu ya mpakani. Ni kweli kwamba labda katika vita hivi ukiniuliza, kosa kubwa moja lililofanywa na Ulaya na washirika wake, na kosa kubwa moja ilikuwa ni kudhani kwamba Urusi uchumi wa Urusi ungeporomoka haraka kwa sababu ya vile vikwazo, kama tulivyosikia ile miaka 4 iliyopita. Wasingeweza kuendelea na vita, na Urusi ingesambaratika kwa maana hiyo kiuchumi. Hilo ilikuwa ni kosa kudhani hivyo, kwa sababu pamoja na vikwazo Urusi imekuwa ikifanya biashara kubwa za mafuta na mataifa kama China, India. Yote haya yamekuwa wanufaika wa biashara hiyo ya mafuta, na bado sasa kitu ambacho kinashangaza, mpaka jana ripoti imetoka kwamba nchi za Ulaya kadhaa bado zinategemea sana Urusi kwenye mafuta, ikiwemo Slovakia, ikiwemo Hungary. Bado kuna biashara kubwa ya mafuta kati ya Ulaya na Urusi. Hivi vyote ndivyo ndio mafuta yenyewe ya kuchochea nguvu ya injini ya vita ya Urusi. Urusi haijaathirika ndani ya Urusi, lakini kwa namna yote ile watu wanakufa wengi katika hivi, ila Urusi wana mtaji wao mkubwa, wana watu wengi kuliko Ukraine. Sawa, huo ni mtaji mkubwa, lakini vita vyenyewe ukiviangalia namna ambavyo vinavyopiganwa, Mrusi alisema angechukua muda mfupi sana, pengine hata miezi 6 isingefika, angekuwa ashatimiza lengo lake. Kama Ulaya na washirika wake kama Ukraine au Ulaya kwa ujumla na washirika wake wasingeingia kuisaidia Ukraine, ni kweli ingekuwa hivyo. Lakini pia hata Ulaya na washirika wake ikiwa Marekani mwanzoni wakati wa Biden walidhani vikwazo vingeifanya Urusi, Putin atembee kwa magoti, kwamba angeshindwa haraka, angerudisha vikosi vyake. Nalo pia kama nilivyosema awali, ndio kosa kubwa la kudhani kwamba vita vile wangevishinda kwa kupitia uchumi. Hilo limedhihirika kwamba Urusi na uwezo wa kuendelea na vita hivi kwa muda mrefu zaidi, wakati huo Ukraine ikiathirika zaidi. Lakini sio Ukraine tu, hata Ulaya. Leo Ulaya imeongeza bajeti zake za ulinzi kwa kiasi cha juu sana, kiasi kwamba inaathiri pia masuala ya ajira na kadhalika. Uchumi wa Ulaya unaathiriwa na vita hivi, na hata Afrika Lugendo tumeathiriwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kwenye moto huu kila mmoja anaangalia nyumba yake. Kwa hiyo Ulaya inajiangalia yenyewe, alikadhalika tumeona Marekani kupitia Trump
nayo imekuwa ikijiangalia yenyewe. Nini dunia itarajie kutoka kwenye vita hivyo vya wawili hao? Maana sasa si Ukraine na Urusi, ni kama Urusi na nchi kadhaa za Ulaya. Kwamba vita hivi lazima kuwepo na namna fulani ya kukubali hali halisi. Urusi haiwezi, Putin hawezi kuiacha Luhansk na Donetsk. Sababu zilizopelekea vita ile tarehe 24 miaka mingi iliyopita iko pale pale. Urusi inahofia mipaka ya NATO kusogea katika karibu na Urusi. Inahofia Ukraine kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya. Haitaki kuwa na jirani aliye karibu na nchi za magharibi, hivyo kutishia mfumo wa Urusi kama mfumo. Sababu hizo zipo. Lazima Ulaya na washirika wake, Umoja wa Ulaya kwa ujumla na Marekani ikubali kwamba Ukraine iachie yale maeneo kama Urusi inavyotaka. Itakuwa ndio mwisho wa vita, lakini kama itaendelea kutafuta ushindi wa kwenye uwanja wa mapambano, basi tutarajie vita hivi vitaendelea kwa mirefu, kwa vile Urusi inao uwezo wa kuendesha vita hivi. Unaona kuna njia ya kumaliza vita hivi kwa njia ya mazungumzo, hali ya kuwa kila mmoja ameweka masharti magumu ambayo kila upande hauko tayari kuyatekeleza? Ni kweli utazungumza sana, lakini sharti kubwa kwa Urusi dhidi ya Ukraine ni kuachia Donetsk na Luhansk, yale maeneo iliyoyatwaa. Wakati huo NATO kuto kuifanya Ukraine kuwa mwanachama wa NATO, alafu lingine ni la Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo Marekani imeuona uhalisia kupitia Trump kwamba haiwezekani Urusi ikakubaliana na matakwa ya Ukraine na Ulaya, lakini Marekani inafahamu pia kwamba Urusi ina nguvu za kinyuklia na kwamba haiko tayari Marekani kutumia nguvu nyingi sana hata kuingia vitani na Urusi, kwa sababu inajua taifa lile mwenzake nalo pia lina nyuklia. Na hiyo ndio pengine siri kubwa ya ugumu wa vita hivi, kwamba Urusi ina nyuklia.